Basi mpenzi mtazamaji, shabiki unayetufuatilia, natumai hujambo. Karibu katika studio yetu, na unapotazama ni Teach Kende. Kazi tu. Ni kazi tu. Bila shaka tuko hapa tu ili kuwatakia ndugu zetu Waislamu Ramadhani Karim. Bismillahi, Allahu Akbar, na watakia heri njema katika mfungo wa Ramadhani. Kuna mwenye amesema kwamba wiki hii kwamba shetani hana lake. Yaani Waislamu wanafunga, kuna ndugu zetu wa Kristo pia wako katika hali ya maombi. Kwa hivyo ni hali ambayo ni ngumu sana kwa shetani. Kuna wakati ambao mwaka jana tuliona wale ambao sijui kama ni waabudu shetani ama walisema vipi, lakini walisema kwamba pia walisota. Kwa hivyo iwapo huna hela, wewe jua tu uko Illuminati. Yaani shetani ameishiwa power kabisa. Aliishiwa power. Anataka power. Na sasa na kuna wenye wanasema hatuna power. Sijui wale wako katika mrengo upi, mrengo wa shetani ama wanaabudu Mungu. Kwa hivyo bila shaka leo tuna ndugu yetu ambaye atajitambulisha anaitwa nani, atueleze kuhusu swala kidogo tu Ash Wednesday. Leo ni Ash Wednesday. Bila shaka hatujajua Ash Wednesday ni nini, bali atatuambia. Karibu ndugu yangu. Naam, lisilo budi hubidi. Mimi si Mkatoliki, lakini kutokana na historia tunaweza kujua maana ya hii sherehe ya Ash Wednesday kwa Wakatoliki. Ni sherehe ambayo ilianzishwa na Papa Gregory katika karne za hapo awali, ambapo aliifanya siku hii adhimu kuonyesha ya kwamba Wakatoliki pia wanafanya jinsi ambavyo watu wa kale katika Biblia walifanya, ambapo ibada ambayo inahusisha ash au mchanga ni jivu. Ilikuwa inatumika ilikuwa inatumika kuonyesha toba. Ukiangalia kwa mfano Mfalme Daudi alipokuwa kitubu baada ya kufanya dhambi, na watu wengine katika Old Testament walikuwa wakitumia jivu, wakijipaka jivu kuonyesha kwamba walimaanisha sana katika toba yao. Vile vile walikuwa wakivalia magunia. Hivi ni kitu ambacho kimetumika hadi katika Agano la Kale, Agano Jipya. Na hata Wakristo wa siku hizi kuna wengine ambao bado wanatumia njia hiyo. Kwa hivyo Wakatoliki hawajabaki nyuma. Au pia wanatumia jivu kuonyesha ile ishara ya toba. Kwa hivyo wanaendeleza utamaduni wa kale. Naam, wanaendeleza huo utamaduni wa Wayahudi katika enzi za kale. Na ni utamaduni wa Kikristo ambao bado unaendelea katika jamii ya sasa. Na leo hii unashauri Mkristo wa siku hizi vipi kuhusu Ash Wednesday, kwamba tuendelee kutumia jivu ama kuna mtindo ambao tunaweza tumia katika kusherehekea hii Ash Wednesday? Naam, kila dhehebu, kila kanisa, kila dini ina sheria zake ama mafunzo, na mafunzo haya hutolewa katika vitabu vitakatifu kama vile Biblia. Tunajua kwamba hizi ishara za nje zinaonyesha tu kwamba mtu ana ile nia ya kindani ya kutubu, lakini toba ya kweli ni toba ya moyo. Toba ya kweli ni ile toba ya kumaanisha ya kitabia, ya kwamba umebadilika, ukaacha dhambi na unafanya matakwa yake Mungu. Naam, basi hayo ni maelezo na maelekezo kutoka kwa ndugu yetu, ila hapo ametuambia jina. Basi tuambie jina ili tunapotamatisha. Jina hata sijui kama kuna wale ambao hawanijui, lakini ni Bwana Rayo siku zote, mwalimu wa Kiswahili, mzee wa idara. Pia kuna wale wanauliza pia kuna utamaduni wa kusherehekea mitende, na pia kuna masuala ya ni rangi gani ambayo inapaswa kuvaliwa hii siku ya Ash Wednesday, na pia kuna vyakula ambavyo wanafaa kula ama wafai. Unaweza tuelekeza hapo kidogo? Hapo kwa kweli sina uhakika kuhusiana na mavazi, vyakula, lakini hapa shuleni katika ofisi hapa tunatarajia kama wenzetu ambao tuko nao hapa hawatakula nyama. Leo watu waachie nyama, waache kuku. Leo ni siku ya kuku hasa. Wasile kuku. Wale mboga, ama ikiwa bora zaidi wasile
Wapake jivu kila mahali usoni hadi kwa tumbo, na watulie kabisa. Tunawapa tu changamoto ya kwamba wasile leo. Ikiwa bora zaidi leo siku ya kuku, wasile chakula chochote. Kuna mwanafunzi mmoja anaendelea kutufuatilia, anaitwa Otieno Brian Moses, akiwa maeneo ya Kibabii kule Bungoma, ni alumni wa hapa. Bila shaka tunamsabahi, tunashukuru kutufuatilia, na hayo ndio yamekuwa ya leo kwa meza yetu na Bwana Rayo. Bila shaka endelea kutufuatilia, kujumuika pamoja nasi. Iwapo una swali, tunangoja kwa hamu na gamu kulijibu, na vile pia unavyoona tunaendelea kuwajibika kwa ajili ya hawa wanafunzi wa kidato cha 4 Teach Tire Mabere. Tunaendelea kufanya kazi hapa, ni mtihani mjarabu wa kwanza. Tunaona wanafunzi wanajaribu hapa na pale, lakini hakuna kizuri kisichokuwa na ila. Na pengine pia waonyeshe kwamba tuko nyumbani, katika lugha ya nyumbani. Wandala wati ena teach onge wach machielo wala galo wonya kaj osie paduma kuwuot. The incoming governor Kisumu County, power inakuja nyumbani. Lakini kwa sasa ukisikia power inakuja nyumbani, inamaanisha kwamba hatuna power.